Polisi kutoka eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado wamemtia mbaroni mwanaume mmoja anayedaiwa kuhusika katika mauaji ya mwanamke mmoja aliyewahi kuwa mpenzi wake. Kwa mujibu wa ripoti ya mpasuaji wa maiti, marehemu alikuwa na majeraha ya kichwani na kwenye shingo, jambo linaloashiria kuwa huenda alifariki baada ya kunyongwa. Kufika hapo chini watu wamejaa kuanzia stairs. Hapo nikajua kweli ni kama ni kitu imefanyika. Kuenda kufika kwa nyumba, kupata mlango imefungwa, lakini baadaye ilifunguliwa. Nikapata sister yangu hali yako nayo haikuwa ile hali unaweza sema hata amejiua. Kwa mind nikajiambia huyu ameuliwa. Hamna hakuwa ameniambia anahofia maisha yake ama hata kusema maybe anaweza jifanyia kitendo kama hicho, hapana. Alikuwa tu mtu sawa, ni mtu anapenda kuongea akiwa na shida. Kenda Isinya police station, tukakuta DCI anaitwa Wanga. Yeye ndiye akatuexplainia, akatuambia the victim mwenye alifanya hiyo, the suspect mwenye alifanya hiyo kitendo ya mauaji. Alituambia according na vile nini numbers. Sijui vile alifanya namba zake, akatuambia huyo jamaa anaitwa Mark Wafula. Na akatusomea ID namba yake, ikapatikana ni former ex wake, walikuwa wameachana 1 year, tuseme like 1 year ago. Bruises on the neck, okay, huku na mbele ya neck, and it has gone even inside, so there is a lot of bruising on the neck hii ya shingo, kumaanisha kwamba there was compression, there was pressure on the neck. So we say this cause of death is what you call neck compression due to manual strangulation, kunyongwa na mkono ama na kitu ingine pengine geta or something.